Maswali na majibu na Wilberforce Ngoto. Jumanne na Alhamis. Karibu sana kwenye maswali na majibu. Mimi ni Wilberforce Ngoto na leo tunaketi na wakili Onesmo Kasale Ole Ngurumo ambaye yeye ni mratibu kutoka mtandao wa utetezi wa haki za binadamu THRDC, ambaye pia ni mkurugenzi. Mimi ni Wilberforce Ngoto, kwa mara nyingine tena tutakuwa hapa kuzungumza masuala mbalimbali yakihusu haki za binadamu, sheria za hapa na pale, kuhusiana na siasa za Afrika na Tanzania pia. Wakili Onesmo Ole Ngurumo, karibu sana kwenye maswali na majibu. Asante sana bwana Wilberforce. Tukiangalia neno demokrasia namna linavyo operate lina mifumo tofauti. Mwingine akiamini kwa kufanya hivi na hivi, hiyo ni demokrasia. Wengine wakifanya hivi inaonekana sio demokrasia. Kwa tafsiri ya kuanza maswali na majibu, demokrasia ni nini hasa, na kwa Tanzania tunaishi hiyo demokrasia? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme tu kwamba demokrasia ni neno ambalo ni la muda mrefu sana. Na pengine watu wanashindwa kuelewa kwamba demokrasia tu kwa lugha ya kawaida bila hata kuzungumza lugha ya kisomi, maana yake ni ushiriki wa wote. Yaani watu wote wawe wameshiriki katika mambo yao, kuamua, ushiriki wa makundi yote ya kijamii katika mambo yao. Kwa ufupi hiyo ndio lugha ambayo wanaitumia, ambapo wengine wanasema ni kutengeneza mfumo wa kijamii ambao unatokana na watu, upo kwa ajili ya watu na unawekwa na watu, kwa lugha ya namna hiyo. Sasa demokrasia wengine wanaweza wakafikiri kwamba imeanza labda imetoka sijui wapi, Ulaya imetoka wapi, lakini nataka niwakumbushe kwamba kwa mujibu wa sisi ambao tumesoma demokrasia ilikuwepo kabla hata ya karne ya 5. Miaka 500 huko nyuma, katika tamaduni zetu, katika mila zetu, kulikuwa kuna utaratibu wa kushirikisha watu katika maamuzi ya kijamii. Kitamaduni tu, zile traditional settings za kijamii, kulikuwa kuna, kabla jamii hajaamua mambo fulani, watataka kwamba kushirikisha makundi fulani ya kijamii. Ingawa katika mambo ya kitamaduni kulikuwa kuna makundi mengine yanatengwa, kuna mila zingine zilikuwa ziamini kwa mfano wanawake lakini kulikuwa kuna aina fulani ya kushirikishwaji wa watu, na hiyo ilikwenda kwa muda mrefu. Tamaduni zetu, mila zetu zikafanyika mpaka pale dunia ilipoanza kujitengenezea katika mifumo ya kiuchumi. Vikaibuka vikundi vya watu wachache, vikataka kumonopolize, vikataka kuozi kila kitu. Mambo ya uongozi wakataka wao ni wao, ndio hapo mambo ya wafalme yakaja, zile monarchy, oligarchy government, wakataka kumiliki vitu wao wenyewe. Vikundi vya watu vikataka wao ndio wawe kila kitu kwenye jamii zetu. Na ndo hapo sasa tulipoanza kuacha demokrasia, ndio tukaanza kuona mapigano ndani ya jamii mbalimbali. Miaka hiyo ya nyuma, wafalme wanapigana, resistance, mapingamizi, jamii zinapigana, zina viongozi, kwa sababu tu tumeacha ule mfumo wa demokrasia. Hiyo ilikwenda mpaka karne ya 16. Baadaye tukaanza kuona kwamba tunataka kurudisha mifumo hiyo. Hata kule Uingereza tu wenyewe huko wakataka kutengeneza kitu kinachoitwa kabla hujakuwa na Uingereza, hapo Romans tu hapa, Roma na Italy, maeneo yote hapa ya Mashariki ya Kati hapo, wakataka kutengeneza vitu vinavyoitwa ushirikishwaji wa watu. Hata kama kukuwa na vyama vingi, lakini lengo ilikuwa ni kushirikisha watu katika maamuzi yao. Ndio maneno kama Republicans, mambo ya uongozi wa wawakilishi, representative, ukaanza kuzuka kwamba watu walihisi kwamba tusiache tu makundi fulani ya watu ambao wanajimiliki. Ilikwenda hivyo. Sasa baadaye tukarudi tena kwenye mfumo huo mbaya tena wa kuua demokrasia. Ndio baadaye utaona watu walikuja wakanyanyasa watu duniani, watu walijilimili vikundi fulani. Na unapozungumza demokrasia, unazungumza ushiriki wa watu katika mambo yote ya msingi, sio tu kwenye masuala ya uongozi, hata katika masuala ya rasilimali za nchi, nani anamiliki mali, nani anafika mali. Baadaye watu wakakuna vikundi vya duniani kote, nchi zote duniani, hasa nchi za Ulaya, Marekani huko, walipigana sana kuondoa
ufalme, yani umiliki wa watu wachache katika mambo ya msingi ya kitaifa, na ndio vita vingi vikapigana. Vita vyote tulivyovisoma vya Marekani, vya Ulaya, wapi huko, vilikuwa vinalenga kuondoa ukandamizaji au umiliki wa watu wachache katika mataifa yetu na kuleta demokrasia. Na ndipo sasa wanafalsafa wengi wakaibuka, kina Montesquieu, kina Locke, wakaja na dhana ya kwamba ni lazima sasa dunia itokane na kutengeneza mifumo ya watu wachache, kwa sababu unaposema uongozi ambao unakuwa na vikundi vya wachache, automatically unakwenda pia kutengeneza mazingira ya rasilimali za nchi husika, mifumo, fursa zote za nchi husika nazo ziende kwa watu wachache. Kwa hiyo hii tunayoona leo ya watu kufanya Gen Z, kufanya maandamano, kufanya nini, ilishafanyika huko nyuma kwa lengo la kuondoa ile mifumo ya watu wachache. Zile oligarch government zilikuwa nepotism, unakuta ni familia king, ni familia tu ndo zinaongoza, yani familia chache tu ndo zinaongoza nchi. Ilishafanyika, watu walishafanya mapinduzi, vita vya wao kwa wenyewe huko Ulaya vilishafanyika kwa lengo la kutengeneza. Usizione hizo nchi leo zimekaa katika mfumo ambao tunaita demokrasia, wameshapitia mengi katika kufikia huko. Kwa hiyo tukafika sasa baada ya karne ya 19 ndipo dunia ikaanza kujitafuta sasa kurudi kwenye mifumo ya kidemokrasia. Wakaona kwamba utaratibu tulikuwa tunakwenda nao, hata baadaye makoloni walivyoenda wakatengeneza makoloni kwenye nchi mbalimbali, walikuona kwamba haifai, pamoja kwamba sisi tuna, kwa mfano hata nchi zetu za Afrika zilizokuwa chini ya ukoloni. Kumbuka hapa Tanzania tulikuwa na mfumo wa ukoloni, lakini waliruhusu vyama. Tulikuwa na vyama 4, tulikuwa tuna TANU, tulikuwa tuna ANC, tulikuwa tuna AMNAT na tulikuwa tuna UTP. Vyote vilikuwa ni vyama viko chini ya nini? Chini ya mfumo wa ukoloni. Wao wenyewe waliona kwamba hatuwezi, pamoja kwamba tunasimamia hizi nchi, lakini lazima turuhusu mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba ushiriki wa watu wengi katika kuamua mambo yao, na sio tu kwenye mambo ya uongozi, rasilimali na vitu. Kwa hiyo ikaenda mfumo huo wa demokrasia ukaenda, tukaja kupata uhuru. Kwa mfano Tanzania, sasa tunazungumza Tanzania, tukapata uhuru mwaka 61. Kati ya hapo vilifanyika chaguzi nyingi sana za mfumo wa vyama vingi, na vyama vingi ambavyo wa mwisho kabisa ulifanyika mwaka 60 ambapo TANU ilichukua karibu vitu vyote 70, na vyama vingine vile vikachukua. Sasa mfumo huo sisi bahati mbaya kama Tanzania tulipopata uhuru tukaona kwamba kwa sababu tulikuwa tunajenga nchi, basi tuachane kwanza na mfumo wa vyama vingi, turudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Sasa nataka kusema ni nini? Ni kwamba kwa Afrika kwa mfano, baada ya kupata uhuru miaka 10-20 ya mwanzo, watu wakawa wamerudi katika ule mfumo wa kuwa na vyama moja katika mataifa yao, lakini pia kuweka uongozi ambao ulikuwa unaonekana ni wa makundi machache katika jamii. Na ndipo sasa ulipelekea Afrika ndani ya miaka 20 ya mwanzo, baada ya miaka 60 kupata mapinduzi zaidi ya 40. Mapinduzi zaidi ya 40 yalitokea Afrika, na mengine 16 majaribu, ikiwemo Tanzania. Mwalimu Nyerere alishajaribiwa mara 2 kupinduliwa. Unajua ni kwa nini? Nataka nionyeshe kwa jinsi gani demokrasia ni ya muhimu sana katika nchi zetu. Kwa sababu yale mapinduzi yaliyofanyika Afrika yote yalikuwa yanapambana na mfumo wa kidikteta ambao ulikuwa umejikita katika nchi zetu za Afrika. Kwa hiyo watu wakaona kwamba kwa sababu watu wamejimilikisha nchi, vikundi vichache vimejimilikisha nchi zetu, na kujimilikisha uongozi haimaanishi kwamba unakuwa ni kiongozi tu. Tofauti kidogo na Nyerere. Nyerere ndio mtu ambaye aliamua kubaki kwenye uongozi, lakini mambo mengine yote ya corruption, ufisadi hakuwa nayo. Bahati mbaya viongozi wengine wote wa Afrika waliojimilikisha uongozi walienda sambamba na ufisadi na umiliki wa mali. Kwa hiyo watu wengi wakaona kwamba njia pekee ya kunusuru nchi zetu za Afrika ni kutumia majeshi. Kwa majeshi ndio taasisi zilibaki zikawa zinaaminika. Kwa mapinduzi yakafanyika mengi kunusuru nchi za Afrika kutoka mikononi mwa nchi wa viongozi wachache ambao hawakuheshimu demokrasia, hawakuruhusu ushiriki wa wananchi kwa mapana yake katika taifa yao. Kwa hiyo ndio hii sasa ikapelekea, ili kuondokana na haya mapinduzi ambayo yalikuwa yanaendelea sana duniani kote, watu wakasema kwamba ni lazima turudishe demokrasia ya kweli, mfumo wa vyama vingi ambao utatoa nafasi ya wananchi katika nchi zao wengi kushiriki. Maana yake tunazungumza majority na minority right, yani kwamba mfumo wa demokrasia wa vyama vingi unatoa haki kwa wengi na wachache. Kwamba mfumo wa vyama vingi, kwamba vyama vikiwa 5, kuna chama kitachukua viti vingi na kuna chama kitachukua viti vichache. Yani maana yake minority na majority wote wameshiriki
katika uongozi wao. Na ndipo sasa dunia ikaona kwamba ni lazima turudi kwa nguvu kwenye mfumo wa demokrasia, hasa mfumo wa uongozi unaohusisha vyama vingi, ili kunusuru amani za nchi zetu, kulinda umoja wa nchi zetu, kuepukana na mapinduzi ya mara kwa mara. Ndipo mfumo wa vyama vingi ukarudishwa kwa nguvu, na sisi Tanzania mwaka 92 tukaridhia mfumo wa vyama vingi. Na Mwalimu Nyerere alisimamia hivyo kwamba ni bora turudi kwenye mfumo wa vyama vingi, kwa sababu tunakwenda kulinda amani ya nchi, tunakwenda kulinda umoja wa nchi, tunakwenda kuzuia mapinduzi, tunakwenda kutoa nafasi ya Watanzania wengi kushiriki katika maamuzi ya taifa yao. Ibara yetu ya 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema Tanzania ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Na ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema mambo yote yatakayoendeshwa katika nchi lazima yazingatie masuala ya msingi wa haki za binadamu, utawala bora, pamoja na mikataba yote ya haki za binadamu. Na wanahitaji kwa afisa azimio la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Huo ndio msingi ambao umejengwa sasa wa Tanzania, kwamba ili Tanzania endelee kuwa salama, ili Tanzania endelee kuwa na umoja, lazima tuendeshe nchi katika mfumo wa vyama vingi, ambayo ni njia mojawapo, mlango mmoja wa kujenga demokrasia. Demokrasia inajengwa kwa njia nyingi, lakini leo tunazungumza mfumo wa vyama vingi ambao ndio wa Tanzania sasa. Kwa hiyo sisi Tanzania tukaingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Hapa tukitokea hapo, wakili Onesmo Ole Ngurumwa, kutoka mwaka 1992 ambapo sasa mfumo rasmi wa vyama vingi wakaanza rasmi pale. Ndio. Leo hii ni 2025. Tanzania mwaka huu ni wa muhimu, wanakwenda kushiriki uchaguzi, kufanya uchaguzi. Sawa. Lakini katika uchaguzi huu pia tunashuhudia dosari kadha wa kadha. Ndio. Chama hiki kikiwa hakishiriki, hawa wakishiriki, hawa wakisema hivi na vile na kadhalika na kadhalika. Sawa. Demokrasia ya Tanzania ina uhai kwa kiwango gani? Bahati mbaya niseme tu kwamba demokrasia ya Tanzania haikuwa ya kweli, kwa sababu toka tuliporudi katika mfumo wa vyama vingi, tulichofanya sisi ni kuongeza kifungu kwenye katiba kinachozungumzia mfumo wa vyama vingi. Yaani ni sawa na umchukue Mkristo umpe jina la Uislamu bila kwenda kufumua ule msingi wote wa Ukristo alionao ulihamia kwenye Uislamu. Kwa hiyo tukachofanya sisi, tukachukua vifungu vya katiba tukasema Tanzania itakuwa ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo Unasema tulifanya hatukuhamia kwenye mfumo wa vyama vingi. Tulichofanya sisi tulibadilisha tu nchi iwe ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Kwa neno lenyewe. Hatukwenda kufumua mifumo na kuweka mifumo ambayo inaruhusu mfumo wa vyama vingi, kama alivyopendekeza Jaji Nyalali kwamba mwaka 92 kwamba ili tuweze kuwa na nchi yenye mfumo wa vyama vingi kuna vitu kadhaa vifanyike. Ya kwanza, kulikuwa kuna sheria kama 40 lazima zibadilishwe. La pili, lazima tuwe na katiba mpya ambayo itajenga mfumo wa nchi ambayo inaishi katika mfumo wa vyama vingi. Katiba yetu, sheria zetu nyingi na mifumo yetu na mitazamo yetu nyingi hadi leo ipo katika mfumo, sio hata wa chama kimoja, iko katika mfumo wa oligarchy, yani zile siasa za makundi machache ya kuongoza nchi za kifalme. Ni afadhali hata tungekuwa na mawazo ya mfumo wa chama kimoja ambacho Mwalimu Nyerere aliendesha, vilikuwa vina uhai fulani wa kidemokrasia. Mfumo wa chama kimoja ambacho Mwalimu Nyerere akiendesha, kulikuwa kuna kauhai fulani wa demokrasia, kuliko hata sasa hivi ambapo katiba inasema ni chama vyama vingi, halafu huo uhai wa demokrasia uoni. Huo uhai wa demokrasia katika nchi yetu tutauona siku tukiwa na katiba mpya ambayo ina taswira ya mfumo wa vyama vingi. So we have not transformed into a democratic nation, into a multi-party nation. Badala yake tu tumeongeza kifungu kwenye katiba. Hiyo ndio changamoto tulionayo. Na ndio maana sasa ukiangalia trend ya mfumo wa uchaguzi wa vyama vingi hapa Tanzania, mwaka 95 ndio tulianza kufanya chaguzi ya mfumo wa vyama vingi. Utaona tulianza kwa nguvu kubwa sana, na ndio uchaguzi ambao wa kwanza ulikuwa ni wa kwanza, lakini ulikuwa una aina zote za ushindani. Vyama vilishiriki, NCCR, Chadema, CUF na vyama vingine, na wagombea urais walipata karibu kura zinazogongana. Kulikuwa kuna majimbo, kwa mara ya kwanza uchaguzi wa vyama vingi unaanza, asilimia vyama vya upinzani vilipata asilimia 15 ya wawakilishi bungeni. Ukiangalia kwa mfano kwa upande wa Zanzibar mwaka 95 wawakilishi
wa Chama cha Mapinduzi walikuwa 26, wa chama cha United CUF walikuwa 24. Utaona jinsi gani tulianza kwa nguvu yote na ikaenda hivyo hivyo. Mwaka 2022 upande Zanzibar walikuwa tuna wabunge wawakilishi 34 CCM, 16 CUF, ikaendelea kupanda hivyo hivyo miaka yote. Na hata huku bara 2020 bado tukaendelea kuwa na asilimia chini ya 20 ya uwakilishi, lakini upinzani ukaendelea kupata uwakilishi bungeni. Tukaja 2005 wakaongezeka. 2015 utaona kwa mfano 2015 kati ya wabunge waliokuwepo kule bungeni sasa kwa 2015 tulikuwa tuna wabunge wa zaidi ya 100 na kitu wa vyama vya upinzani. 2000 katika uchaguzi wa 2015. 2010 tulikuwa tuna wabunge zaidi ya 70 wa vyama vya upinzani, NCCR, Chadema na CUF. 2015 kukawa kuna CUF, kukawa kuna NCCR pamoja na Chadema, wakatengeneza kambi ya upinzani. Kambi za upinzani zikaanza kutengenezwa kwa sababu kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa kanuni za bunge, kanuni ile ya 12 inasema lazima kuwe kuna kambi ya upinzani bungeni, na kambi ya upinzani bungeni itatokana na kama chama chochote kitapata 12% ya jumla ya wabunge wote vinaweza vikaunda vyama vya kambi ya upinzani bungeni. Hiyo ni kanuni ya bunge inasema. Kwa hiyo tukaanza kuwa na kambi za upinzani mpaka 2010, 2015, 2020 tukarudi nyuma. 2020 katika wabunge wote 380 na kitu tukapata wabunge huku bara wawili tu, wabunge 3 wa CUF na mmoja wa Chadema, na wanne wanaotoka Zanzibar wa ACT. Kwa hiyo pamoja na wale ambao walikuwa na mgogoro wa Chadema na nini, wakafika wabunge 27 ambayo haifiki 12%, ndio maana walishindwa kuunda kambi ya upinzani. Kwa hiyo tukarudi hatua nyuma, karibu 100% nyuma ya mfumo wa nchi ya demokrasia tulivyokuwa kama taifa.